Hii ugonjwa nafikiri umeshakuwa changamoto kwa kila sehemu, hata kwangu vile vile ni changamoto. Unameza leo, ukienda tena siku ya pili, unakaa wiki moja, ukienda kupima bado malaria ipo haijaishi. Kwa hiyo mimi nahisi kwamba labda dawa ndio zinazokuwa haziwezi kumudu kutibu vile vimelezi vya wale wadudu. Matibabu yangu nilienda Seketule, nikaa nimepimwa malaria. Nilivyopimwa kanipa mseto. Mseto haikunisaidia. Hali ikajirudia ile ile. Nikarudi tena nikaenda kwa daktari, wakabidi tena wanibadilishie. Ni upi ushauri wao? Labda mimi ya kwangu ni kwamba labda watafiti waendelee kutafiti dawa zingine zinazoweza kutibu ugonjwa huu ambao umeshakuwa sugu kwa hapa kwetu. Tunaomba watutafutie dawa ambayo inayoweza kutuponyesha. Sio huku mara kwa mara tunaenda huku, tunarudi, tunaenda huku. Gharama ni kubwa. Wengine jamani hatuna huo uwezo. Tunaomba mtusaidie, wanasayansi wakae makini, waangalie hizi mbu ni za aina gani na zinakuja kwa majira yapi? Zinaletwa na maji au zinaletwa na joto au zinaletwa na baridi? Mradi huu unaenda kutekeleza kuangalia jinsi gani ya vimelea vinavyosababisha malaria vinatembea kutoka mji mmoja na mji mwingine na kutoka nchi moja na nchi nyingine. Na hii ni muhimu kwa sababu vimelea hivi vimeanza kuonyesha dalili za usugu. Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba vinatembeaje, vinasambaaje, ili kuweza kuja na njia za mikakati ili kuweza kuzuia usambaaji. Mradi huu una faida nyingi. Una faida moja kwa moja kwa jamii, kwa sababu katika mradi huu tutaenda kufanya kazi na jamii. Tutaenda kukaa kwenye jamii, tutawaelekeza jamii jinsi ya malaria inavyoambukizwa na jinsi malaria inavyoleta madhara. Tutawashirikisha jamii ili tuweze kujua tabia zao, na je, hizi tabia zao zinachangia kiasi gani katika kutembea kwa usugu wa vimelea hivi vinavyosababisha malaria. Lakini vile vile mradi huu utaweza kuja na takwimu ambazo zitaonyesha ukubwa wa tatizo la vimelea vya usugu katika vimelea hivi vinavyosababisha malaria, ili baadaye tuweza kuja na mikakati ya kuboresha katika matibabu yadha yabadilike au matibabu yaweje, ili kuhakikisha ugonjwa wa malaria usababishi madhara na vifo vingi. We are going to collect test results and finger prick derived blood samples from malaria patients and travelers in buses and ferries. And these samples will be analyzed locally at KUHAS, for example, in Tanzania, in a laboratory to assess what kind of malaria is present. And we will do this in a short time. So we have a short time span between sample collection and data analysis. Wajibu wetu serikali ni kuunga mkono tafiti, kuhakikisha uratibu na kuhakikisha matokeo ya utafiti yanatumika katika kupanga na kuboresha huduma za afya ya umma. Wanasayansi wanaongoza utafiti, serikali inaweka mazingira ya kuhakikisha matokeo yanaleta tija. Faida kwa jamii ni zipi katika swala zima, muktadha mzima wa jambo hili? Ni kwamba lengo kuu ni kulinda jamii zetu, kuhakikisha dawa zinaendelea kuwa na ufanisi na juhudi za kudhibiti malaria zinaendelea kuwa hatua moja mbele dhidi ya usugu wa dawa.